Waziri Mkuu, matairi ya super single yana faida zifuatazo. Kwanza, matumizi madogo ya mafuta. Pili, uwezo mkubwa wa kubeba mizigo. Tatu, ustahimilivu mkubwa wa mwendo, yani high speed. 4, kupunguza gharama za uendeshaji. Na 5, zitatoa fursa kwa ushindani mzuri kwa wasafirishaji wetu katika nchi husika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaamini kabisa kuwa uwekezaji huu utakuwa chachu ya maendeleo zaidi kwa jiji la Dodoma na Tanzania kwa ujumla, na utatoa hamasa kwa wawekezaji wengine wa ndani na kuamini kwamba kwa maono sahihi, nidhamu na uwekezaji katika ubora, wa Tanzania wanaweza kufikia mafanikio makubwa na kushindana katika viwango vya kimataifa kama anavyoonyesha kampuni ya Superdoll. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maelezo hayo machache, kwa heshima sasa na kukaribisha ili uzungumze na hadhara hii, na baada ya hapo utaendelea na utaratibu unaofuata. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wote tuinuke tafadhali. Makofi mengi sana wakati Waziri Mkuu anakuja kuzungumza nasi. Mheshimiwa Waziri Mkuu hoye. Daktari Mwigulu Lameck Nchemba safi. Superdoll hoye. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante. Tunaweza kukaa. Karibuni tukae. Mheshimiwa Profesa Makame Mnyambarawa, Mbunge, Waziri wetu wa Uchukuzi, Mheshimiwa Abdalla Mbunge, Waziri wetu wa Viwanda na Biashara, Mheshimiwa Anthony Mavunde, Mbunge wetu mwenyeji na Waziri wa Madini, Mheshimiwa Wanu Hafidh Amer, Mbunge, Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, Mkuu wetu wa Mkoa wa Dodoma, ndugu yangu Seif Al-Seif, Mkurugenzi Mtendaji wa Superdoll, pamoja na viongozi wote wa Superdoll, ikiwa nimemwona ndugu yangu na rafiki yangu meza kuu, viongozi wa serikali ambao mmeungana nasi, nikiwatambua wakuu wetu wa wilaya kiongozwa na mkuu wa wilaya mwenyeji, wakurugenzi na viongozi wengine wote wa serikali. Nitambue pia uwepo wa katibu wa CCM wa mkoa wa Dodoma kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi na viongozi wengine wote wa Chama cha Mapinduzi. Tambue viongozi wetu wa dini, na tunawashukuru sana kwa sala na dua. Na kwa heshima ya kipekee nitambue uwepo wa mabalozi wa nchi marafiki ambao wamejumuika nasi. Balozi wa Morocco, mwakilishi wa balozi wa Ufaransa, balozi wa Oman, pamoja na wawakilishi wa nchi zingine ambao wamejumuika nasi. Wakuu wa taasisi za kutoka sekta binafsi, nikiona wawakilishi wa taasisi za kifedha, mtendaji mkuu wa NBC pamoja na mabenki mengine ambao wamejumuika nasi, wawakilishi wa mabenki wote kwa ujumla wenu, naweza mkasimama tuwaone. Tunawashukuru sana wawakilishi wa taasisi zetu za kifedha, washirika wa maendeleo, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, na kipekee nikiwatambua na wanahamasa wetu ambao wametuburudisha sana leo, kina mama na Samia, mapacha wetu wale ambao nimewaangalia nikiwa na miwani lakini bado sikuwatofautisha, lakini pia na brass band yetu.
tunawashukuru sana kwa burudani. Mheshimiwa Waziri, wakati wimbo unaendelea pale, nikagundua kwamba kumbe watoto wanaweza wakawashinda baba zao. Nilipokuwa nawaangalia mawaziri wakicheza, nikagundua kabisa Mheshimiwa Ulega anashindwa na rafiki yangu Mohamed kucheza. Na mimi nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kukusanyika leo hapa katika tukio hili. Kwa kweli, kama watangulizi walivyotoka kusema, tukio muhimu la kihistoria ambalo limebadilisha kabisa mandhari ya hapa, lakini na pia inaendelea kuandika ukurasa mpya kwamba yale ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiyasema kuhusu kujenga uchumi na kujenga sekta binafsi, sio maandishi tu wala sio maneno tu, bali ni halisia, vitendo vinavyoonekana katika miradi kama hii. Kwa kweli, mimi nimekulia hapa Dodoma. Haikuwahi kutarajiwa kwamba Dodoma nako kuna siku tutakuwa na miradi mikubwa kama hii. Kwa kile ambacho Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ameendelea kusema kwamba Dodoma ni fahari ya Watanzania, kimeendelea kuonekana kwa miradi yenye muonekano wa kisasa namna hii, inayokusudiwa kutoa ufumbuzi kwenye shughuli za kimaendeleo kwa njia ya kisasa namna hii, utakuwa Dodoma. Hii imeendelea kuitambulisha makao makuu. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, kama sote tunavyofahamu kwamba katika tukio hili Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwa awe mgeni rasmi na alikuwa awepo leo katika tukio hili. Kutokana na majukumu mengine ya kitaifa, ilimpendeza Mheshimiwa Rais kunituma kuja kumwakilisha na kufanya ufunguzi wa kituo hiki. Hivyo basi, kabla sijaendelea na hotuba yangu, niwaletee salamu nyingi za pongezi kutoka kwa Mheshimiwa Rais ambaye anathamini na ameonyesha kwa vitendo kwamba anathamini uwekezaji huu mlioufanya kupitia kampuni ya Superdol. Aidha, Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie kwamba serikali yake anayoiongoza itaendelea kusimamia mikakati yote na kuunga mkono jitihada mbalimbali zinazofanywa na sekta binafsi katika kukuza uchumi na uwekezaji na biashara, kama ambavyo mmeshuhudia katika mfano huu. Mheshimiwa Rais ameyaishi maneno yake kupitia uongozi wake katika kipindi cha takriban miaka 5 kwa kufuta kodi nyingi, tozo nyingi, zaidi ya 250 katika sekta mbalimbali za uchumi, ili kuwezesha uwekezaji na ufanyaji wa biashara katika sekta hizo kuwa mzuri. Haya ni matokeo ya utekelezaji wa hatua hizo za kisera. Kwa hiyo hongereni ndugu zangu Superdol kwa kuyaenzi maono hayo na kwa kutekeleza, kwa kutumia vyema fursa hiyo. Kama tulivyosikia, hafla yetu ya leo ni mahususi kwa ajili ya ufunguzi wa kituo cha kisasa cha kutoa huduma za magari kilichojengwa kwa thamani kubwa
ya fedha za Kitanzania. Muonekano na ubora wa mradi huu unawiana na uwekezaji mkubwa uliofanywa mahali hapa. Kituo hiki kitachangia moja kwa moja maboresho katika sekta ya usafirishaji kwa kutoa huduma za kisasa. Nimeona pale wakati nazungukia kujionea kinachotekelezwa, pote nilipopita niliuona ubora wa hizo bidhaa, lakini na utaratibu wa jinsi utekelezaji utakavyofanyika kupitia bidhaa hizo. Kituo hiki kitachangia uwepo wa viwango vya kimataifa, vifaa vya kisasa na fursa ya kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya usafirishaji. Nimefurahishwa sana kuona kuwa kituo hiki kimejengwa kwa viwango vya kimataifa, na kama nilivyosema pale mwanzo, na kimejengwa hapa Dodoma, makao makuu ya nchi yetu. Huu ni ushahidi kwamba Tanzania ina uwezo wa kuanzisha kampuni zilizo imara, zinazoweza kuwa fahari ya taifa na kuwa mfano kwa Afrika nzima. Hili na lenyewe Mheshimiwa Rais amelisisitiza kwa maneno na amelisisitiza kwa kuchukua hatua kwa vitendo za kubadilisha sheria, kubadilisha sera, lakini pia na maelekezo ya kiutawala, ili makampuni ya kizawa ya Kitanzania yaweze kufanya mambo makubwa kama haya. Huu ni mfano mojawapo, na tumeona hatua hizo katika maeneo mengine mbalimbali. Haya ni mageuzi makubwa katika uchumi wetu, na ndio maana tunaona uchumi wetu unafanya vizuri. Uwekezaji huu unachangia kuongeza hadhi ya jiji letu la Dodoma, ambalo ni makao makuu ya nchi, kitu ambacho hakikuwahi kutarajiwa na wengi. Na hivyo sasa kituo hiki kitasaidia kuifanya Dodoma kuwa kitovu cha huduma, biashara, mafunzo na uwekezaji katika nchi zetu za Afrika Mashariki na Kusini, kwani Tanzania ni mwanachama wa nchi zote za EAC na SADC. Katika hatua hii, mradi huu unafungua fursa mpya za ajira. Nimeelezewa kuwa kuna zaidi ya vijana 100 waliopata mafunzo katika kituo hiki, tayari wameshapata ajira katika taasisi mbalimbali, na pia wapo wananchi wengine zaidi ya 200 waliopata ajira zisizo za moja kwa moja katika ujenzi wa mradi huu. Hii ni hatua kubwa, na wenyewe wataendelea kutumia kituo hiki kama marejeo, kwamba wanapotafuta kazi zingine, kwamba na kile kituo kinachong'aa sisi ndio tuliojenga. Hiyo na yenyewe ni hatua nyingine ya mafanikio ambayo imepatikana. Kwa hiyo niendelee kukupongeza ndugu yangu Seif pamoja na timu yako yote ya Superdoll. Na kwa kweli kwenye wimbo tulisikia kile kiitikio, super, kila kitu super, kila kitu super. Ni super, super, super. Serikali inajivunia kuona kampuni za Kitanzania zilizojengwa na Watanzania, zinaendeshwa na Watanzania, lakini pia zinaendelea kuwekeza kwa ajili ya Watanzania wote. Amesema Mheshimiwa Waziri anayesimamia sekta hii ya viwanda na biashara kwamba leo hii tupo tu kwenye tukio moja hapa, lakini amesema anakutana nanyi katika maeneo mengine mengi ya biashara, maeneo mengine mengi ambako mnagusa kwa njia tofauti uchumi wa Tanzania na maisha ya Watanzania. Superdoll ni moja ya kampuni ambazo zimeonyesha kwa vitendo kwa Watanzania kwamba
tunaweza kuanzisha, tunaweza kuendesha na kukuza taasisi kwa kiwango cha kimataifa, na hata zikaweza kushindana kwa ubora na teknolojia na kwa huduma na kampuni yeyote duniani. Hongereni sana, mmeitambulisha sekta binafsi ya Tanzania huko duniani. Nimefarijika sana kuona Superdoll imeamua kuwekeza si tu katika biashara bali pia katika maendeleo ya rasilimali watu. Tumeonyeshwa hapa na Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu, na alishatembelea hata kabla ya kuja leo, jinsi ambavyo mnashirikiana na serikali, jinsi ambavyo mnachangia maono ambayo nchi yetu inayo katika kukuza ujuzi, kuwajengea uwezo vijana wa Kitanzania ili waweze kutoa mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa letu. Mafunzo yatakayotolewa hapa yatasaidia kupunguza ajali, kuongeza tija, kulinda maisha ya Watanzania na kupunguza gharama za uendeshaji, na yataongeza ufanisi katika uchumi wetu. Mtakubaliana nami kwamba kwa miaka mingi kampuni ya Superdoll imeendelea kuwekeza, kutoa ajira na kukuza viwanda vya ndani. Lakini pia kwa kuwa nimewahi kupata fursa ya kuwa waziri wa fedha, kampuni ya Superdoll pia ni moja ya kampuni zinazolipa kodi vizuri, na mmeendelea kuwa miongoni mwa walipa kodi wakubwa ndani ya nchi yetu. Mmeendelea kuendeleza teknolojia na kuiwakilisha Tanzania kwa heshima kubwa ndani na nje ya nchi. Ninawapongezeni sana kwa kuonesha uzalendo huo, na haya ndiyo yamekuwa maono na kiu ya Mheshimiwa Rais, ya kuona uchumi wa Tanzania unashikwa na Watanzania. Na tunaposema haya, wala hatuna nia ya kufanya ubaguzi, lakini ni ukweli usiopingika kwamba Mungu alivyotuumba hajawa mnyimi, kila mtu kampa kwao, na sisi Tanzania ndio kwetu. Lazima Watanzania washike uchumi, lazima Watanzania waijenge sekta binafsi itakayotengeneza ajira kwa watoto wa Kitanzania. Hiyo ndio njia sahihi ya kupambana na tatizo la ukosefu wa ajira kwa watoto wa Kitanzania. Lazima tukuze sekta binafsi ya nchi yetu ili kuweza kutengeneza ajira kwa watoto wa Kitanzania. Lazima Watanzania washike uchumi wa nchi yao. Lazima Watanzania wanufaike na rasilimali za nchi yao. Nachukizwa na wale wanaotengeneza bidhaa feki, wanarudisha nyuma jitihada kama hizi za kutengeneza viwanda, za kutengeneza makampuni yanayozalisha bidhaa halisi, makampuni yanayozalisha bidhaa original yanakwamishwa, yanabebeshwa mzigo mkubwa, yanasababishiwa hasara na wale wanaotengeneza bidhaa feki. Ndani ya serikali, niwaahidi ndugu zangu wa Superdoll, tutaendelea kupambana na watengeneza bidhaa feki na waingizaji wa bidhaa feki ndani ya nchi yetu. Na waheshimiwa mawaziri, kwa sababu mko hapa, hakikisheni yeyote anayepatikana na mchezo wa aina hiyo anachukuliwa hatua kali. Wala msiwe na huruma hata kidogo, kwa sababu wanatuharibia uchumi wetu, wanaharibu jitihada nzuri za serikali za kuhakikisha kwamba tunakuza sekta binafsi, tunakuza uzalishaji wa bidhaa zenye viwango ndani ya nchi yetu. Lakini pia bidhaa feki zina gharama ya maisha,
na zina gharama ya uharibifu ndani ya uchumi. Kwa niwahakikishie tutaendelea kuchukua hatua kali kwa hawa wanaofanya michezo ya aina hii. Lakini pia kama nilivyosema, tumependezwa kwamba ni kampuni ya Watanzania imeonyesha mfano kwamba Watanzania wanaweza wakaendesha kampuni na ikafanya vizuri, viwango katika uzalishaji, viwango katika utekelezaji wa majukumu. Mmetoa mfano. Nachukizwa na wale wanaowadharau wa Tanzania. Tuliweka kwenye sheria kwamba angalau, wakati ule tulikuwa tumeweka kwamba angalau basi kampuni ya kigeni ikitaka kufanya majukumu hapa Tanzania ishirikiane na kampuni ya Kitanzania. Wakawepo waliojifanya kwamba wao ni wajanja, wanatafuta mtu mmoja, wawili, watatu, wanatumia NIDA yake, kwa wanaanzisha kampuni ya Kitanzania kwa kutumia NIDA ya Mtanzania, lakini makampuni yao yote ni ya kwao, kwamba ile 1% tuliyosema iwe ya kwao ni ya kwao, na ile tuliyosema basi angalau hii iwe ya Mtanzania na yenyewe ni ya kwao. Huu ni utapeli na ni uhujumu, na haukubaliki. Ni uvunjaji wa sheria kwa makusudi. Naendelea kulirejea hili, na nilishatuma timu yangu inaendelea kufuatilia taratibu. Wapo wenzetu wa vyombo wanaendelea kufuatilia taratibu hawa wanaocheza michezo ya aina hii. Michezo ya aina hii ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha taratibu, ni hujuma kwenye uchumi wetu, na ni ubinafsi uliokithiri, kwamba tumekuambia basi wewe unufaike na 70%, basi Mtanzania kwamba anufaike hata na hiyo 30, hautaki hata hiyo 30 anufaike nayo, na huko kwenye nchi yake. Huu ni ubinafsi uliokithiri. Na tukisema hii, wala hatuchukii wageni, wala hatuchukii sekta binafsi. Tunachukia ubinafsi uliokithiri namna hii na dharau kwa Watanzania ya kiwango hicho. Hili halikubaliki. Sasa Mheshimiwa Waziri, wengine nimeshakuletea na wengine nitaendelea kukuletea kadri ripoti inavyokuja. Wakipatikana watu wanaofanya michezo ya aina hii, mwapige blacklist, wasifanye shughuli yoyote ndani ya nchi yetu. Na nikawaambia Watanzania wanapenda wawe watumwa kila siku. Na Mheshimiwa Rais, kwenye baadhi ya sekta tumebadilisha sheria. Nakumbuka kwenye sheria ya manunuzi tumebadilisha sheria. Wakati ule ilikuwa ikisoma kwenye ujenzi kwamba miradi yote mikubwa lazima ibebwe na wageni. Sasa hivi hata mzawa na yeye anaweza akabeba mradi mkubwa na akaajiri au wageni wamsaidie. Wala si jambo la ubaguzi. Kama Watanzania na wenyewe wanaweza, kwa nini wasifanye? Ndio, wanaweza kufanya. Na tumeona Mheshimiwa Rais alipopata fedha za kujenga madaraja mengi yale yaliyoharibika. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi yuko hapa. Kuna madaraja yale, kati ya madaraja 81 yale yako madaraja makubwa kabisa na yamejengwa, na baadhi yao nimeyakagua, ya kisasa, na yamejengwa na wakandarasi wazawa. Sasa wale wote waliotumia NIDA za Watanzania kuandikisha kampuni ya kizawa na baadaye wakazigeuza ili wapate tu yale masharti, na baadaye wakaamua kuwaondoa wale Watanzania na wakumbusha wanakiuka masharti, tutawanyang'anya hata hiyo 70.
Hii michezo ya kitumwa hatuwezi tukaruhusu wananchi wetu wakawa watumwa kwenye nchi yao. Na jambo hili si la kirafiki. Hili ni jambo la kisheria. Hatuwezi kutekeleza mambo ya kisheria kirafiki. Nilikuletea hao wengine, nani hawa, sio wanaitwa nini hawa, Lighthouse Property, sio nini hawa. Wamesajili wa Tanzania kwa NIDA zao. Sasa umesajili kwa NIDA yake, umepata masharti, baadaye unatuambia alikuwa driver tu. Kwa hiyo kwa nini ulimtumia driver kusajili ili upate sifa ya kupata haki ambayo Watanzania wangepata? Ndio hivyo kama umetumia 30%, hata kama umetumia ya mkata maua, ndio hivyo, ni 30%, kwa sababu tumeweka kwenye sheria. Mheshimiwa waziri wetu wa uchukuzi, nilikuwa natoa mfano tu, nisiharibu kitumbua na sherehe yote hii. Nisisemee ya wale wanaofanya vibaya kwenye jukwaa la watu wanaofanya vizuri sana. Nyinyi hapa mmefanya vizuri sana, ndio maana tunawakemea wale wanaotaka kuonesha ni wao tu wageni. Wale wanaotaka kuonesha kwamba Watanzania hawawezi kufanya vizuri, waone Superdol. Tunawekaje kwenye sheria kwamba na Watanzania wanatakiwa wanufaike kwenye sekta ABC, alafu wao waweke mnyororo wote mgeni? Tunatekeleza mradi mkubwa, tumesema kwenye huu mradi mkubwa Watanzania washiriki kwenye mnyororo huu, alafu wao wanatuchenga kwamba kwenye ule mnyororo kwa ubinafsi tu, kwamba wafanye wao wenyewe. Hii haikubaliki na haiwezi kukubalika. Tumeona hata mabenki, Sabi yuko hapa, mmetekeleza kwenye reli na jambo limeenda vizuri tu. Ndio hivyo, mmefanya vizuri. Huu ni mfano moja, lakini ipo na mifano mingine. Mmefanya vizuri kabisa. Niendelee kupongeza sana ndugu yangu Superdol na timu yako yote, mnafanya vizuri, na Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie serikali itaendelea kusimamia maelekezo yake ambayo yametoka kupitia dira, kupitia ilani na kupitia maelekezo yake mwenyewe Mheshimiwa Rais, ya kuhakikisha tunatengeneza mazingira bora muweze kufanya kazi nzuri. Na yale ambayo tayari mlishapokea maelekezo yake, endeleeni nayo. Serikali iko nanyi bega kwa bega. Na kama nilivyosema wakati mnanipitisha kunionyesha maeneo mbalimbali, jambo lolote mkiona linahitaji lifanyiwe kazi ili muweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, msisite kutuambia. Sisi ndani ya serikali tutakuwa tayari kuhakikisha kwamba tunatatua yale ambayo yanaleta vikwazo hivyo, ili muweze kupiga hatua kwa uharaka zaidi. Na amesema Mheshimiwa Judith kwamba mpo maeneo mengi, mnakutana kwenye viwanda na biashara, na mimi huwa tunakutana pia katika maeneo mengine ambayo tuna ulevi unaofanana. Mpo paka kwenye michezo, hongereni sana. Hongereni sana. Kwa hiyo serikali itaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali na itahakikisha kwamba usalama wa watumiaji wote. Nimelisisitiza hili la wale wanaotengeneza bidhaa feki, zinasababisha ajali barabarani, zinasababisha hasara, ajali maeneo mbalimbali, upotevu wa maisha ya watu, ulemavu wa kudumu kwa wananchi wa Tanzania kutokana na matumizi ya bidhaa ambazo za usafirishaji ambazo ziko chini ya kiwango na ni bandia na ni feki, na hivyo kusababisha ajali ambazo zingeweza kuzuilika. Tumepokea pia maoni ambayo umeyatoa, na Mheshimiwa Waziri wa Sekta ameongelea vizuri
serikali tutaendelea kukamilisha taratibu za kisera na za kisheria ili tuweze kuhakikisha kwamba tunawianisha yale ambayo kisera ndani ya nchi yetu na ndani ya jumuiya zetu tumekwisha kukubaliana. Pamoja na usemi usemao ajali haina kinga, lakini zipo ajali zinazotokana na uzembe na kukosa utii wa sheria za usalama barabarani. Kutokana na usimamizi wa karibu wa viwango vya ajali za magari, barabarani na vifaa vingine vya moto, tumeona ukipungua. Watu wote tuwe walinzi na tukatae bidhaa feki. Zinadhuru maisha ya mtu mmoja mmoja. Hii ni hasara ya kila mtu. Hii sio hasara tu kwa serikali. Ajali ni hasara kwa kila mtu. Hii si hasara tu kwa wazalishaji wa hizi bidhaa, kwamba kwani mimi nauza Michelin bwana, kwani mimi nauza Goodrich bwana, hata wao ndo wanapata. Hapana. Kuruhusu na kushirikiana na wanaouza bidhaa hizi feki ni hasara si tu kwa serikali, ni hasara kwa kila familia, ni hasara kwa kila Mtanzania, ni hasara kwa taifa zima. Kwa hiyo ndugu zangu, tushirikiane na serikali kupitia wizara inayosimamia sekta hii, lakini pia tushirikiane na sekta binafsi, wakiwemo ndugu zetu wa Superdol na wengine, kupinga hatua hizi za uzalishaji wa bidhaa feki, kwani zinaleta hasara kwa kila familia. Wakati huo huo, kikosi cha usalama barabarani kimeendelea kutoa elimu kwa makundi mbalimbali ya wanajamii. Hili na lenyewe tuunge mkono, tusichukulie kuwa ni jambo la kikosi cha usalama barabarani. Hili na lenyewe ni jambo la kila familia. Tunapompoteza mwanafamilia ama mwanafamilia anayetegemewa anapopata ulemavu wa kudumu, hii si hasara tu kwa serikali, ni hasara ya kila mwanajamii wa Tanzania. Nimeelezewa licha ya kutoa elimu kupitia vyombo vya habari, mmeendelea pia kuwa na elimu ambayo mmekuwa mkitumia kupitia televisheni za mitandao ya kijamii ikiwemo Usalama TV, Trigen Media, kikosi cha usalama barabarani, kupitia vyombo vingine kama ITV kiitwacho Aibu Yako, na kipindi cha Ubu kinachorushwa katika televisheni ya taifa ya TBC. Haya ni mambo ambayo tuendelee kuyaunga mkono. Tuongee ngazi ya familia, tuongee katika vikundi vyetu, tuongee katika taasisi zetu, zikiwemo za elimu, zikiwemo za kidini, makanisani na misikitini. Tuendeni tuwaambie vijana wetu madhara tunayoyapata. Ndugu zangu, tumeongelea magari, lakini ukishuka chini ukaenda kwenye bajaji na bodaboda, ukiangalia hasara ya nguvu kazi tunayoipata ni kubwa sana. Hili linahitaji mabadiliko ya kifikira na ya tabia ya mtu mmoja mmoja, kuona kwamba si jukumu tu la wenzetu wa usalama barabarani au la serikali wanaotakiwa kufanya haya. Sisi ndani ya serikali tutaendelea kuhimiza, tutaendelea kuchukua hatua za kurekebisha, tutaendelea kutoa elimu, lakini bado mazungumzo ya mtu na mtu, familia, vikundi, pamoja na kila anayeweza kulisemea hili, bado tunalihitaji lisemewe kwa namna hiyo. Tunajua tuna hatua nyingine muhimu ambazo zimeendelea kushirikisha wadau katika kuhakikisha kwamba tunahimiza swala hili la usalama barabarani, wakiwepo TANROADS, TARURA, LATRA, JICA, TABOA, RSA, Amendi na zingine nyingi. Tuendeni tujumuishe wote ambao wanaweza wakasaidia katika kupaza sauti na kutoa elimu hii
ili kila mtu aone jambo hili linamhusu. Serikali itaendelea kufanya maboresho ya mazingira ya biashara na uwekezaji pamoja na kuwa na mijadala ya pamoja kwa lengo la kusikiliza na kutatua changamoto zinazojitokeza. Niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kusimamia na itaendelea kusimama pamoja na wawekezaji wote wenye dhamira ya kuwekeza katika uzalishaji, katika ajira, katika maarifa na maendeleo ya Watanzania. Hawa wanaoleta ubinafsi, Mheshimiwa Waziri, waite limalize mapema. Waite limalize mapema. Nimekutumia baadhi yao, au akina Light 88, niwatumia wengine wale wa kule kwenye bomba la mafuta. Wapo na wengine taarifa zao bado zinakamilishwa. Hawa waache hiyo michezo mara moja. Ndio, waiache hiyo michezo. Keki ya taifa lazima Watanzania wanufaike, na tumeweka kwenye sheria, lazima sheria zifuatwe. Ndugu wageni waalikwa, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, sasa nisisitize masuala machache. Tuna madereva wa vyombo vya moto, nimeshasema kuhusu jamii nzima, lakini madereva na wenyewe zingatieni kanuni na sheria. Tumeona hapa ambapo mmepokea mafunzo. Mafunzo ni jambo moja, kama ambavyo Mheshimiwa Rais huwa anasema sheria ni jambo moja, mafunzo ni jambo moja, lakini ile sheria inayoandikwa moyoni, yale mafunzo yanayokuwa moyoni, ndio mafunzo ambayo ni makubwa zaidi. Kwa hiyo kila moja azingatie kuendesha chombo chake kwa tahadhari, mmoja binafsi. Wamiliki na wenyewe wa vyombo vya moto wakumbuke kuweka taratibu za mafunzo kazini, lakini pia kuzingatia ubora kila wakati wa vyombo vya moto vinavyokuwa barabarani. Kila wakati vyombo vifanyiwe matengenezo, na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi ametukumbusha hapa kuhusu spare parts. Tuzingatie ubora, tupate ubora. Tuzingatie tupate spare zenye ubora, original. Inaudhi sana tunapoona mpaka spare za magari ya serikali na zenyewe zinapatikana kwa wauza vifaa feki. Mheshimiwa Waziri, simamia taasisi zako na taasisi zingine zote. Spare parts, serikali ionyeshe mfano kwa kuchukua spare parts kwenye watu wenye anwani kama hivi ya Superdoll. Watu wenye sio hizi za fake. Hiyo ni njia nyingine ya kukomesha bidhaa fake. Tunaona gharama ya matengenezo ya magari ya serikali, wiki moja mbili naambiwa imeshaharibika. Budget ya matengenezo ilikuwa kubwa, nini imewekwa spare fake. Spare fake imewekwa. Kwa kila siku badala ya kupeleka fedha ikajenge kituo cha afya, zahanati, tunapeleka fedha kila wakati kureplace spare tuliyoweka fake. Kwa hiyo hii lazima na yenyewe izingatiwe. Ninapoelekea kuhitimisha, kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama nilivyowaambia, nimekuja kumwakilisha Mheshimiwa Rais. Nimalizie kwa kukupongeza tena ndugu Ali Seif, mkurugenzi wa Superdoll, pamoja na timu yako yote ya bodi na management na wafanyakazi wote wa kampuni ya Superdoll kwa mafanikio haya makubwa. Kishafanya jambo jema na mko ndani ya nchi, tunajivunia wote.
kwamba hili ni jambo jema limefanyika. Tuwapongeze sana, na kama nilivyosema, Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie kuwa serikali inathamini sana mchango wenu, inathamini sana mchango wa sekta binafsi, inathamini sana mchango wa sekta ya usafirishaji, na tutaendelea kufanya kila linalowezekana kuwajengea mazingira bora ya ufanyaji wa kazi. Mkiwa na jambo, msiugulie peke yenu, msinungunike. Milango ya wizara yeyote na hata ofisi ya Waziri Mkuu iko wazi. Twendeni tukae kuhakikisha kwamba yale yaliyo dira ya taifa, yale yaliyo dira ya Mheshimiwa Rais, yale yaliyo dira ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, na yale yaliyo matamanio ya Watanzania walio wengi wanaopenda maendeleo ya nchi yetu yasikwamishwe kwa sababu yeyote ile. Baada ya kuyasema haya, sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatamka rasmi kwamba kituo cha Superdoll Dodoma na chuo cha mafunzo ya usafiri na usalama barabarani kimefunguliwa rasmi hapa jijini Dodoma. Asanteni sana kwa kunisikiliza.